uliahirishwa Machi 8 na baadaye bodi ya ligi kupanga mchezo huo uchezwe Juni 15. Baadaye klabu ya Yanga iliitisha mkutano wa waandishi wa habari kwa ajili ya kufafanua kilichozungumzwa kwenye kikao chao na bodi ya ligi. Dickson Masanja yeye anakuja na taarifa zaidi kutoka jijini Dar es Salaam. Ya nyimbo ambazo zilikuwa zikiimbwa na mashabiki wa Yanga nje ya ofisi za bodi ya ligi, wakati mimi nimefika kufuatilia kikao cha bodi ya ligi na klabu ya Yanga. Viongozi wa pande zote mbili waliingia ofisi za bodi ya ligi kuu mapema asubuhi na baadaye mchana wakatoka baada ya kumaliza kikao chao. Ndipo mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo na kutueleza mambo ambayo yalifikishwa mezani kwao na uongozi wa klabu ya Yanga, na haya ndiyo aliyoyaeleza Kasongo. Kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yako out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Akaulizwa Almasi Kasongo kutokana na kile wanachokitaka Yanga kuwa nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu, je, mchezo wa dabi ya Kariakoo bado upo kama ulivyopangwa? Mimi kama mtendaji mkuu nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti. Baada ya kumalizana na bodi ya ligi, muda mfupi baadaye Yanga wakatangaza mkutano na waandishi wa habari. Nikakimbia haraka makao makuu ya klabu hiyo Jangwani jijini Dar es Salaam, na miongoni mwa vitu nusha kile kilichozungumzwa na Almasi Kasongo kwa kusema anapotosha umma. Tumepeleka matakwa haya manne, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili. Ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2, kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3, kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Katika hatua nyingine,
Ally Kamwe amesema inawezekana hata msimu ujao Yanga isishiriki ligi kuu, huku akikumbushia madeni ambayo klabu yao inadai. Kama we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dickson Masanja wa Sports Extra ya Clouds FM. Dick Masanja akitujuza yanayoendelea katika soka la Tanzania kuhusiana na mchezo wa dabi baina ya Young Africans na bodi ya ligi au wenye dhamana ya mpira nchi, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Moshi mweusi bado. Bado una moshi mweusi unatanda. Moshi mweusi bado. Na kitendo cha Yanga kuitisha mkutano punde tu baada ya kutoka kwenye mkutano wao na bodi ya ligi kutaka kuzungumza na waandishi wa habari na aliyozungumza Ally Kamwe ndio tafsiri ya moshi mweusi napokuja kwamba hakuna suluhu. Kwa kinachoendelea sasa hivi ni ukambale, tunishiana misuli na kufukua makaburi ambayo wengine tulikuwa tatu ya juu. Kama watu hawajalipwa hivyo. Yaani wameshindwa kustiriana ndani kweli mpaka sasa wanaanza tutasikia siri nyingi hapa sana. Sana. Nao TFF wataibuka. Nyinyi mbona tuliwabeba kwenye hili? Tunafanya hili. Mbona sasa hii kidogo heshima ya kiutawala walindiane kidogo. Watunzeni heshima za kiutawala. Sasa kuanza kutoa mambo mengine ya ndani itakuwa tunakokwenda tunatengeneza vurugu zaidi. Na athari ya hii ni kubwa Luambano. Kwa kulitazama tu kwa jicho la kawaida usione. Sasa hivi hatuzungumzii ajenda za maendeleo ya mpira. Hatuzungumzii kuanza kwa michuano ya vijana kwa maana ya shule za msingi na sekondari. Umeona bana, tunazungumzia madeni kwamba kumbe bingwa anakopwa. Ndio imekuja ile kauli za mitandao ya kijamii. Sasa kama anakopwa bingwa inakuwaje waamuzi? Timu ndogo ambazo zashiriki michuano hiyo. Kama Yanga inadai Ken Gold inakuwaje? Acha Ken Gold. Kuna zile ndani machungwa sijui FC zile za wapi? Za wapi? Tunakumbuka madai yao bana kujalipwa. Zile Bantunganya United. Kama bingwa mwaka mzima unaenda. Analia leo. Yaani wanaenda kucheza finali. Sasa issue unaweza usimlaumu TFF. Sababu ya mashindano yana mdhamini, inawezekana mdhamini bado katika michakato yake hajasendi mzigo. Ndio mwaka mzima. Sasa unajua fedha ni process unajua haiwezekani jambo la papa, hizi fedha ni nyingi na ni process ya mwaka mzima kwa mfano. Kwa sababu usikute pengine CRDB au wadhamini hawatoi tu fedha ile ya zawadi ya bingu. Kuna hela nyingine zinatoka nyingine za michakato ya kuona mashindano yanachezwa. Sasa lazima kuna michakato inatokea. Mimi sasa kidogo mtu wa mwisho kuamini. Mpaka leo wangekuwa wameshamshusha. Wanaendeshaje sasa nani ligi kwa staili hiyo? Kama title sponsor anashindwa kuwajibika kama ligi kuu aliamua iwe bila title sponsor. Labda niulize, kuna taasisi inaweza kuendeshwa bila kudaiwa? Na kudai zipo. Yaani taasisi iendeshwe haidaiwi na haidai. Haiwezi kuwa taasisi. Sasa unadaiwa kwenye kile. Unadaiwa katika nini? Unapewa wapi? Kuna kile ambacho unatafuta unadaiwa. Sasa unakitafuta. Lakini hiki kipo kwa ajili ya shughuli hii. Unakiingizaje kwenye matumizi mengine alafu tukudai? Sasa hapa naona demand imeongezeka ya Yanga nyingine. Ukiacha kutocheza hii dabi Juni 15. Maana hapa imepigwa ya hiyo kombe la TFF. Na imepigwa ya msimu ujao. Yaani wameongeza mbili nyingine. Yaani watu wanakwenda ukingoni, wao wameongeza nyingine mbili. Na ukimwangalia hali katika siku ambazo amezungumza kwa mamlaka. Leo kazungumza kwa mamlaka, unajua leo. Leo kazungumza kwa mamlaka au jazba Unajua kwa nini imekuja? Yaani ujue mwanzo kulikuwa kuna upande mmoja tu unasema mechi. Na upande mwingine unasema hatuchezi.
Kwa hiyo ni kila mtu alikuwa ajui mwenzie kajipangaje. Sasa kitendo cha bodi kuwaita na maana wao wameshashindwa. Kwa sasa ni wakati wao sasa na hatuchezi kujimwambafai. Ila kuna dhambi ambayo tukiruhusu kwa nguvu ya hivi vilabu hiyo dhambi itadumu kwenye mpira wa nchi hii. Dhambi ipi? Dhambi gani? Ya mashinikizo. Yani ikiruhusi, yani ikiingia tunaruhusiwa au ipo Alex? Sijui, nisikilize vizuri Kiemba. Unajua Kiemba doka umeenda zile kozi. Refresher course. Kwanza kujipiga msasa. Yani hii ni dhambi inataka kutengenezwa mpya kwenye mpira wetu ambayo ipo hata kwenye zile tawala zile za nchi za kijeshi zile. Ukishaingia kuchukua nchi kwa kupindua, mkaingia kama jeshi, utatawala, lakini wewe jiandae, kuna siku utapinduliwa. Kuna mwamba anambia yule kanali tu alichukua nchi, na kuna makanali wengine wapo huko, na mimi naweza kukaa pale. Kwa nao aidha hakikisha wao wanaogelea kwenye asali na maziwa, lakini sasa kuna issue ya ile yani ile nini tuseme hadhi ile. Anasema sawa, huyu anatupa asali na maziwa, lakini ukikaa pale ni mtu mwingine. Kwa nao siku na wewe utatoka kwa staili ile. Kwa hiyo hii ya mashinikizo watu wamejiuzuru, wamefanya nini, wamekwenda hivi mbeleni. I say watu wawe proper, yani issues zinyooke hivi. Ikipinda tu mwingine anaibuka. TFF hatuna imani na nyinyi, rais ujiuzuru, hatuchezi ligi, hatufanye nini, tunakwenda kwanza, tunahama, tunakwenda kucheza Zanzibar. Pressure inakuja yani. Kwa hiyo kwa sababu tayari uliruhusu ile dhambi, ile dhambi inaendelea kuishi. Na unachosema ni kweli. Yani hii issue kuna namna anatakiwa waimalize, isitengeneze hiyo dhambi. Unachosema ni kweli. Umeingiaje madarakani? Kwa sababu hiyo dhambi ikiruhusiwa tu, shehe ndio itakuwa njia tu. Hao umewaendea ndivyo sivyo, wanakaa barabarani, hatutaki uongozi wa TFF wajiuzuru, hatuchezi ligi, hatufanye nini, sina nini, pressure inakuwa kubwa, unabwaga. Kwa hiyo unaweza kujikuta pale baada ya kuongoza miaka 4 miwili tu ulimesa pse, watu wanakuja pale inakuwa nani, kwa hiyo matamko tu, mashinikizo yani viongozi watakuwa wanaingia kwa mpira na kutoka kwa mashinikizo. Bwana, kwa hiyo kuna namna ambayo lazima hii kitu waiangalie, isitengeneze hii dhambi. Angaliwe mapema. Sasa hamna muda, ndio huo uliotokea. Hakuna mapema, unasubiri mpaka jioni. Mimi nataka niulize swali moja tu, labda zaidi ya 25 au 28. Mimi nataka niulize swali moja. Ingawa ndugu yetu Moses Ntua Busi anasema mwambie Luambano sponsorship package huwa ni planned budget, yani budget ambayo ipo tayari kwa ajili ya jambo husika kwenye kalenda na sio ya kusubiri. Na hata ukiangalia mkataba wa CRDB na TFF, huyo ni mtaalamu wa masoko. Na kujua bwana Moses Ntua kwenye hile sina agenda. Kwa hiyo mambo sasa sikaita ushuhuda, mtaalamu anafanya hizo shughuli. Kama mwezi kudhamini, niulize jambo moja. Wanachooma Yanga kinatekelezeka? Kwa sisi tulikuwa hakuna jambo lisiotekelezeka, linaweza kutekelezeka. Kwa kumbe, lakini issue inakuja utayari wa kulitekeleza. Na kibahati mbaya zaidi wa Tanzania au Afrika, sio kusema Afrika, yani kuwajibika, dhana wajibikaji haipo. Utatafuta tu sababu utaenda kumtupia zigo kule, mtu utamuua kule, ili mradi, yani sio nisema yani kama utampoteza, yani utatafuta mbuzi wa kafara. Kuna kafara exactly, tumie lugha hiyo. Atafuta mbuzi wa kafara, lakini kabisa mtu kuwajibika hawajibiki. Sasa ngoma, utamaduni wa uwajibikaji hatuna. Shinikizo ndio hilo linatakiwa litekelezwe ili mpira ucheze. Lakini amezungumza vizuri CEO kwamba wameyapokea. Ndio. Muone maana wameyapokea masharti ya Yanga, wamepeleka katika mamlaka husika ili yakatekelezwe, ila wakati mchakato wa utekelezaji unaendelea, wajiandae kwa mechi ya Juni 15. Sasa wakati mtu anakuambia haya yatekelezwe ndio nicheze, alafu wewe yani kitendo cha kwewe kumuita ni kwamba anataka kuja kuyasema, uko tayari kuyasikiliza. Unataka kusema ni kitu gani? Kwamba tutaona uwajibikaji au mechi haipo? Sasa mechi inakuepo vipi tu?
kama mtu umemuita ili akuelezee kwa nini unataka kucheza, amekuelezea mimi sichezi kwa sababu 1 2 3, alafu mnaachana, unasema mechi inaendelea kuwa pale pale kwa sababu yale aliyosema yanaenda kwa nani, yeye alikuwa anatumia sana kauli kwa mamlaka, yanaenda kwa mamlaka ambazo zinaweza kuyashughulikia. Lakini kwa mamlaka yangu mimi, yani ili jambo kwa lilivyo, lazima kuna watu waumie, mpira uendelee. Aidha ndani ya wasimamizi wa mpira au Yanga. Mimi Luambano ingekuwa Karia, yani ili jambo ili lisonge mbele kwa hapa lilipofika, kuna watu lazima waumie, yani lazima ili tuende, lazima watu ndani ya shirikisho au ndani ya Yanga waumie kwenye shirikisho. Wao usipange shirikisho, sio wenye mamlaka na ndio sasa waumie wao, kwa sababu wao si ndio waliahirisha mechi ndio waumie huko. Sasa ndo hapa ndo yani huko waumie ili siku nyingine kwa sababu unajua iwafundishe watu katika utekelezaji wa majukumu. Ili jambo lisipoenda tutawajibika humu ndani, sio hawa wanaoomba watu watupe matamko. Kwa sababu namna ambavyo mechi iliahirishwa mpaka leo usikii hivi vilabu vikawaumiana. Lawama zote zipo kwa aloahirisha watendaji. Kwa hiyo sasa anawajibika nani? Sasa pale mimi nacho kingine nani waweke bayana nani sasa, alafu watuachie wadau tuamue waliosababisha kuzuia Simba wasifanye, kama zilipigwa simu kwa hao wakubwa watajwe, ndio zani wajibikaji sasa. Kumbe aliyotuharibia hapa ni fulani, watajwe, mpaka walikuja kusababisha hiyo mechi, na waliosema mechi nayo isichezwe watajwe. Unajua hapa kuna watu wao aina mbili. Kuna simu zilipigwa kuzuia Simba wasiingie, inawezekana walipiga kwenye mamlaka, na walipiga simu watu kuambia kwa mazingira hayo vunja mechi, dunia ijue, mfanye maamuzi magumu, mpira ukachezwe. Luambano, mimi ningelikuwa nafasi ya Karia hii, mimi saa asubuhi tu kwa naamua hii. Mimi saa asubuhi tu naamua kesho mkutano mkuu wa dharura kwa njia online, wajumbe kamati ya utendaji wa TFF. Mkutano mkuu wa dharura, wajumbe kamati ya utendaji, kama ingekuwa mimi Karia. Mimi saa asubuhi tu naamua. Jamani, unaoita wajumbe kwa ajili ya nini? Yameletwa haya. Kasongo sikasema kapeleka kwenye mamlaka ya mpira. Kwenye mamlaka ya mpira ni nani? TFF. Boss wa TFF nani? Si wale Karia. Kuna mtu ambaye hajui hilo. Hata mtoto mdogo shule ya msingi anacheza mashindano, wewe utashinda hili. Kwa hiyo unasema jamani, jambo yamekuja haya. Watu wanataka tutekeleze haya. Mimi kwa nafasi yangu sio ameomba huyo katibu mkuu wa ndani awajibike. Awajibike. Bana katibu mkuu, bana hii ngoma kwa mustakabali na maslahi mapana ya mpira, naomba chonde bwaga bwaga sasa chaguliwa muda. Tunashindikana kitu gani? Anachaguliwa mtendaji mkuu wa muda. Wao kuomba kwa katibu mkuu tu, wameomba watu kadhaa. Ndio nasema nakuja lingine. Nani wengine? Walimomba mtendaji wa bodi ya ligi. Naambia bwaga kamati ile ya uendeshaji. Bwageni watu swap kwa milioni 60 na usee jamani. Milioni 60 na usee. Milioni 60 tena watu wenye professional tofauti. Hamna replacement. Hakuna watu mbadala katika nchi hii. Wapo. Mtendaji wa TFF bwaga, nyinyi watendaji wengine bwageni. Kama kuna mashiko hayo kweli, tumekosea ndio tumekosea, si ndio? Bwageni. Watafuta watu wengine ambao wanaweza kuchukua nafasi zao. Nani mwingine ambaye ametajwa? Hawajataja, na watu fedha wataka fedha zao walipwe. Milioni 50 ili wacheze ile mechi. Masibu kwa ambaye amechelewesha mpaka leo naye. Masibu kwa bwaga awajibike. Awajibike. Kama alipeleka kwenye matumizi mengine wewe awajibike. Awajibike. Mbona jambo hili rahisi? Kwa sababu leo maana yake kama inashindikana, maana hamna replacement ya watu. Okay. Baada ya hapo yena hapo mechi inapojua tarehe hapo watu wanacheza. Unajua nguvu ulioitengeneza hapo? Baada ya kufanya hivyo, unajua nguvu ulioitengeneza. Ya mamlaka, si ndio mwenyewe ndio boss wa mpira. Subiri, unajua nguvu ulioitengeneza kutokea nje kuja ile ambayo itakuwa inatoka nje na kuja ndani. Sijui. Itakuwa kila anayekosea naye anawajibika. Si ndio umetengeneza utaratibu Alex? Yaani huo ndio utaratibu, maana yake mtakaa vikao vya ndani mkosoane nyinyi kwamba bwana organization inaelekea wapi, tuchape maamuzi haya magumu. Shirikisho linaelekea wapi, mnakuwa na nyinyi mko makini katika utekelezaji wa mambo yenu. Unajua mimi ninachokiona ni nini? TFF
TFF wanaweza wakafanya hivyo, lakini siku za usoni watakao kuja kuumia ni vilabu. Vilabu ndio wana makando mengi sana kwenye mifumo ya hii mpira kuliko atashirikishwa kwa namna wanavyo manage huo mpira. Kwa hiyo kama shirikisho siku watakuja kutenda inavyostahili, kuna watu watakaoona kama TFF hawatimizi wajibu wao kwa sababu wamezigusa timu zao pendwa, na ikiwauma hivyo maana inabidi watende vile hivyo kwa usawa. Kwa vilabu vina mapungufu mengi kwenye shughuli zao za kuendesha mpira. TFF kama baba wa mpira na bodi ya ligi wana vibackup ili kwa sababu ya mazingira yetu twende. Lakini TFF wakisema wasimame inavyotakiwa, hakuna klabu itacheza ligi, itakuwa ni vurugu tu. Sasa wao wanataka. Kwa hiyo wakati mwingine hivi vitu vinavyotaka umsumeno unapotaka kwenda na urudi. Ndio kama leo kunyoshana. Issue nyingine pengine kosa lililopo ni kuruhusu masikio kuzidi kichwa. Simba na Yanga ni sikio la kushoto moja na moja ni sikio la kulia. Wasimamizi wenye mpira ndio kichwa. Sasa wameruhusu masikio yamekuwa makubwa, yamezidi kichwa. Sasa kofia haivaliki. Na ili wewe uvae kofia inabidi ukate masikio. Sasa kata masikio, toa chuma kwa viongozi wa vilabu, si ndio masikio? Ukishajiwajibisha wewe, maana wewe msumeno huo utaenda pande zote. Hayo masikio ndio yamezidi. Kata masikio. Ile klabu nyingine ikija bwana kule kusogeza pua tu, badala ya masikio anakata hadi pua. Kwa sababu inawezekana Yanga tu wametoka kwa sababu ya nguvu yao. Lakini kumbe malalamiko sikuti wamebeba malalamiko ya vilabu vingi. Yaani usimwangalie tu Yanga. Angalia inawezekana malalamiko wamebeba malalamiko ya vilabu vingi, kwa maana kuna mambo yako sawa vingi. Lakini hii bingwa analia kwa hajapata hela mwaka mzima. Na huyo ni Yanga. Mwaka mzima ya Afrika wa chini wa vilabu ikoje? Hivi mnajua kuna mwaka mmoja kuna klabu moja si miaka mingi hii michache iliyopita ilicheza ligi bila kutimiza tako muhimu la kikanuni la kusajili timu ya under 20. Hiyo si nasemwa kila siku. Sasa ndio nasema sasa. Hivi TFF ingetoka kusema wewe una sifa kushiriki ligi ya umo. Tungekuwa tunazungumza lugha hii. Tungekuwa tunazungumza lugha. Yani tunasemaje? Kwa mfano bado sasa hii ni sehemu ya kuanzia. Yani Alex lazima kitu tu na sehemu ya kuanzia. Kama kuanzia TFF ndio mwenye mpira, atumie mamlaka yake na nguvu zake kuamua hili jambo, wote wakae sawa.